Kwa niaba ya Rajika Online TV tuko leo hapa na tumetoka kwenye kikao kwa ajili ya maandalizi ya tukio hili. Embu tukupe nafasi na wewe unataka kuambia nini waumini wa Kiislamu lakini wote katika tukio hili. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya wasikilizaji. Naam. Kwa jina kwanza naitwa Omar Kasim Tetemu. Mimi ni msaidizi wa shekhe wa kata ya Tumbi. Kwa niaba ya shekhe wa kata ya Tumbi nimesimama hapa kwa ajili ya kutoa hamasisho, yani kuhamasishana kuhudhuria katika tukio kubwa na adhimu sana la ufunguzi wa msikiti Masjidi Bakwata ulioko Mbwate kwa niaba ya shekhe wa mkoa wa Pwani. Tuhudhurie kwa siku hiyo ambayo msikiti utafunguliwa, ambayo ni tarehe 16 mwezi huu wa kwanza, sawa na siku ya Ijumaa. Shughuli itaanza kwa majira ya kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 8. Mambo ambayo yatakayofanyika kwa siku hiyo: kwanza, ufunguzi wenyewe wa msikiti, lakini pili, Qisatul Miraj, kusoma historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kupewa kwake kwa kupewa swala 5, alienda Isra na Miraj, wanaiko kisa kitazungumzwa hapo. Lakini tukio la 3 itakuwa ni swala la kufanya harambee kwa ajili ya kuweza kufanikisha ujenzi wa nyumba ya imamu na mwalimu wa madrasa, pia na madrasa yenyewe. Kwa hiyo tunawahamasisha wote ambao Waislamu wa Kibaha na nje ya Kibaha wahudhurie siku hiyo kwa ajili ya kufanikisha na kuyahudhuria mambo haya ya kheri. Kufanya hivyo, kwanza tutakuwa tumesapoti juhudi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kujenga msikiti ni jambo muhimu sana. Lakini pia mwenzetu ambaye yeye ameamua kutoa wakfu msikiti wa, yani amejenga na akatoa wakfu, kwa hiyo kuja kusapoti lile, basi inshallah tunawakaribisha wote wahudhurie kwenye shughuli hiyo, ili kwa wingi sana, na inakadiriwa tufikie watu 500. Kama inakadiriwa tufikie watu 500, lazima tujitoe haswa. Basi ni waombe Waislamu wote tujitoe katika mambo yetu ya dini. Kila mmoja akija pale ajue kuna hayo matukio 3 atayapata pale, na yote ataondoka na kheri. Kwanza atakuwa kwenye ufunguzi, atakuwa ameswali, lakini pili atakuwa amesikiza Qisatul Miraj, 3 atakuwa ametoa kiasi mchango wake, sadaka yake kwa ajili ya kujengea yeye mwenyewe akhera. Kwa hiyo mimi natoa wito wangu kwa niaba ya shekhe wangu wa kata ya Tumbi, Shekhe Idi Shabani Mteja. Wanaenjoyeni sana inshallah, haswa kata yetu ya Tumbi, kata mama, ndio kata ambayo shekhe alikuwa anakaa. Basi inshallah tujitokeze kwa wingi sana kwenda kumsapoti shekhe inshallah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, huyu ni msaidizi wa shekhe wa kata ya Tumbi. Nafikiri mmemsikia vizuri anapohamasisha. Lakini msaidizi wa shekhe wa kata ya Tumbi, unataka kuambia nini mashekhe wa kata zote wa wilaya hii ya Kibaha, lakini pia na nje ya Kibaha, kwa sababu jambo hili haswa linawalenga wao kama wasaidizi wa shekhe wa mkoa, kuhusu swala la harambee hasa? Unawaambia angalau wajiandae vipi harambee hii, wawahamasishe watu wengine? Qisatul Miraj tutapata na ufunguzi tutapata, lakini nyeti haswa ni kuwezesha nyumba ya imamu na mwalimu pamoja na madrasa kama ulivyosema. Unadhani unatoa wito gani juu ya hamasa ya uchangiaji hasa kwa wahusika kama mashekhe wa kata na Waislamu wengine kwa ujumla? Kwanza kwa mashekhe wa kata, hili jambo ni la kwetu. Yaani jambo hili ni la kwetu. Kama jambo la kwetu, itokea udhuru ambao ule wa kisheria, lakini sio udhuru wa kupanga. Kwa kwanza kuhudhuria shekhe yote wa kata ni lazima, kwa sababu shughuli ile ni ya kwetu sisi. Sambamba na shekhe wa kata na baraza lake. Kwa hiyo na wale wajumbe wa baraza la mashekhe ni wajibu wao, wanatakiwa fanya nini? Wahudhurie pale. Lakini 3, wasije mifuko mitupu,
waje na, kwa sababu kuna harambee. Yani kila anayekuja anajua pale kuna nini, kuna harambee, lazima aje na nini, na chochote kile. Hatupi kwa sababu mwisho wa siku ile itabaki ni ya kwake, hazina yake ya kesho akhira. Hata kama akisema kwamba naenda kula, utakula utaishia hapa, lakini ile unayoiweka itakuwa ni ya akhira. Utalala na njaa siku moja, lakini siku ya pili utakula, lakini ulicholala na njaa leo, kesho utaenda kuikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakusaidia.